Subscribe Miujiza TV. Ndani ya pitch ilikuwa ni tofauti kabisa. Wachezaji wachache wenye uzoefu waliokuwa nao waliweza kuonesha klasi yao, wakina Kapera, wakina Sabilo, wakina Seraji waliweza kuonesha ubora wao, waliweza kuwaongoza wenzao vema na hatimaye wakatoa upinzani mkubwa. Kwa hiyo kwenye pitch ilikuwa ni mechi kubwa, ilikuwa ni mechi ngumu, ni mechi ya kimbinu, na of course wapinzani wetu waliweza na wenyewe. Kuna wakati mliona walikaribia kabisa kupata bao, maana yake ni kwamba haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, na kila mtu ameona ugumu wa mchezo huu. Semaji, unaweza mechi kama hizi mwalimu anajaribu kufanya mabadiliko makubwa ya kikosi ili kumpa kila nafasi mchezaji aweze kuonesha uwezo wake. Tunaona mechi ya leo ilikuwa na mabadiliko makubwa, ukiachilia golini ambako ni mechi ya pili anacheza Ali Salim, lakini sehemu nyingine kumekuwa na rotation ya kiwango cha hali ya juu sana. Mwalimu anajaribu kumpa kila mtu nafasi aoneshe uwezo wake, lakini wale ambao wametumika sana mwalimu anajaribu kuwapumzisha, kwa sababu tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Na wale ambao wamepewa nafasi leo wameonesha uwezo mkubwa. Tumeona kiwango cha hali ya juu mno cha Valentino Uma, kiwango cha hali ya juu mno cha Awesu. Tumemwona Joshua Mutale Budo SGR. Tumemwona kila mtu ambaye amepewa nafasi ameonesha kile ambacho alichokuwa nacho, na kwetu inakuwa ni faraja kwa sababu kila mchezaji anaweza kutumika ndani ya Simba na kutoa matunda. Hapo kwa Joshua, mmemaliza mchezo wa FA salama. Ratiba inaonyesha mchezo zidi mchezo. Semaji, hapo umezungumza kuhusiana na Joshua Mutale. Kuna muda mashabiki ni kama pia walikuwa kilalama jukwaani namna ambavyo anacheza pia. Kwa ametimiza majukumu yake Joshua Mutale kwenye mechi ya leo. Light kama angekuwa amekosea sana kwa kiwango hicho, naamini mwalimu angemfanyia mabadiliko, kwa sababu nje bado kulikuwa kuna watu wengi. Kitendo cha kumaliza dakika 90 maana yake ni kwamba mwalimu ameridhika na performance yake, lakini na utekelezaji wake wa majukumu kwa dakika zote ambazo amecheza. Kuna wakati shabiki unaweza usione kile ambacho mwalimu anakiona, lakini tunamwamini mwalimu wetu. Kila anayempa nafasi anampa nafasi kwa malengo yake. Kipana kimefanya ubaya leo. So kwamba kingeweza dhidi ya watani pia kingetoboa Semaji. Kingetoboa? Semaji, mbona kama kuzi imeshinda kidogo? Nilikuwa nafikiria swali lako. Isa Dedi, hauna swali? Zaika maliza. Bumba tu. Namna leo mlioacha TMA nao walikuwa wanapiga mpira, ni kufungua full booster au nao mliacha enjoy? Kulingana na mazingira ya mifungo Ramadhani, Kwaresma, wachezaji wengi wanakuwa kwenye mfungo huo. Kwa hiyo intensity yao na energy yao inakuwa sio ya 100%. Kwa hiyo unachofanya ni kucheza kwa malengo. Unaingia, unatafuta mabao yenu, baada hapo mnatulia, mna relax, mnasubiri dakika 90 zimalizike ili wachezaji waendelee kuwa na utimamu. Ingekuwa watu wamekula, wameshiba, wangeweza kubishana kwa nguvu sawa kwa dakika zote 90. Lakini kwa kuwa watu wapo kwenye mifungo, basi wanacheza kitaalamu, wanashtua tu kidogo. Baada hapo unakuwa na uhakika wa kuchukua alama 3 ama kwenda kusonga mbele, unaelekea hatua inayofuata. Kombe la CRDB hatujalichukua kwa muda mrefu. Mafanikio yetu kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni kuishia hatua ya nusu finali. Tumecheza nusu finali 2, moja Mwanza tukatolewa, nyingine Mtwara tukatolewa, na mwaka jana tukatolewa hatua ya 16 bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo miaka mitatu bila kuchukua kombe hili ni miaka mingi kwa timu kubwa kama Simba. Hivyo hatuna budi, pamoja na kwamba tunajenga timu, lakini hatuna budi kupambana kuchukua kombe hili kwa maslahi ya mashabiki wetu. Semaji, kuna mdau kidogo somo inashika kama juzi leo somo ngera bwana haijashika sana. Haijashika. Siku zile sikula daku. Sikula daku ile. Umemaliza? Semaji, kuna mdau bana, wanajeshi wanataka kutoka. Subscribe